Bwana, baada ya mabingwa wa kihistoria wa hapa nchini Tanzania kwa maana ya Young Africans kuweza kuwafahamu wapinzani wao ambao wataweza kukabiliana kunako hatua ya makundi katika kombe la klabu bingwa hapa barani Afrika kwa maana ya CAF Champions League. Bwana, Young Africans miongoni mwa timu ambazo watakutana nazo kama ulikuwa ufahamu ni MC Alger kutokea kule nchini Algeria, lakini timu nyingine ambayo watakutana nayo ni TP Englaba Mazembe kutokea kule Lubumbashi nchini DRC Congo. Lakini timu nyingine ambayo Young Africans watakutana nayo ni Al Hilal Omdurman ya kule nchini Sudani, ambao ipo chini ya kocha raia wa pale Congo kwa maana ya Flore Ibenge, ambaye tunakumbuka alikuwa ni kocha wa AC Vita katika miaka ambayo walikuwa AC Vita ilikuwa ya moto kweli kweli. Lakini ishu kubwa ambayo nimeweza kukusogezea siku ya leo ni kuhusiana na mchezaji ambaye alikuwa akihusishwa sana kujiunga na klabu ya Young Africans. Huyu si mwingine ni Mohamed Zougrana ambaye ni raia wa pale Ivory Coast. Lakini cha msingi tu ni kwa wewe ambaye unaendelea kuifuatilia Mlache Media, cha msingi tu ni kubonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe ili ujiunge na familia ya Mlacha Media, na ukisha bonyeza tu maandishi yaliyoandikwa subscribe na moja kwa moja utakuwa umejiunga ama umefanikiwa kujiunga na familia ya Mlache Media. Na mimi kazi yangu ni moja tu, kuhakikisha nakuletea zile taarifa ambazo zitaendelea kujiri katika upande wa soka. Bwana, na moja ya jambo ambalo nimeweza kukuletea ni hilo la mchezaji huyo ambaye anakipiga kunako klabu ya MC Alger pale nchini Algeria. Bwana, tunakumbuka kabisa Mohamed Zougrana ni mchezaji ambaye alikuwa anakipiga kunako klabu ya ASEC Mimosas katika msimu ule uliopita, na ni mchezaji ambaye alikuwa akihusishwa sana kujiunga na Young Africans kabla hajajiunga na MC Alger ya huko nchini Algeria. Tunakumbuka kabisa ni ile namba 6 ambayo Young Africans walisema kwamba wana surprise ya mchezaji ambaye atavaa namba 6 mgongoni, ambaye ni fundi kweli kweli. Lakini baada ya MC Alger wa Algeria Waarabu, tunajua kabisa ni timu ambazo zina msuli mkubwa sana wa kifedha. Baada ya kuingilia dili hilo, basi tukaona dili likafa na Mohamed Zougrana, kijana mdogo ambaye ni fundi kweli kweli, akaweza kujiunga na vijana wa pale nchini Algeria kwa maana ya MC Alger. Bwana, watu wengi wamekuwa wakimzungumzia mchezaji huyo kwamba ni bonge moja la midfield kwa maana ya kiungo mkabaji. Watu wengi wamekuwa wakitoa mawazo tofauti tofauti, lakini pia wakizungumzia kuhusiana na mchezaji huyo. Bwana, mchezaji huyo ambaye ni raia wa pale nchini Ivory Coast ndo mhimili kabisa wa kiungo cha MC Alger, na watu wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na kiwango cha mchezaji huyo, na watu wengi wamekuwa wakishauri sana kwamba cha msingi ni Young Africans kuona kwamba watakapokutana na MC Alger wanawezaje kuweza kumdefeat ama kuweza kupambana na kiungo huyo ambaye ni fundi kweli kweli. Bwana, ninapokuambia ni fundi na huyo ni mchezaji kweli kweli, bonge moja la midfield. Kwa hiyo wachezaji wa Young Africans kwa maana ya wanaocheza kwenye eneo hilo la kiungo kama wakina Dr. Khalid Aucho watakutana na upinzani mkali kweli kweli dhidi ya ama kutoka kwa Mohamed Zougrana, bonge moja la midfield. Lakini pia mchezaji ambaye pia Young Africans watakutana naye katika timu hiyo ni Kipe Junior, ambaye tunakumbuka alikuwa anakipiga kunako klabu ya Azam FC, na msimu uliopita tu baada wa msimu huo kumalizika akaweza kukimbilia ama akajiunga na miamba hao wa kule nchini Algeria. Bwana, na watu wamekuwa wakifananisha sana hii MC Alger kwamba maybe labda ndo timu ambayo ilikuwa imemtoa Young Africans finali ya kombe la shirikisho. Bwana, MC Alger hii ni timu nyingine, ni tofauti kabisa na ile iliyomtoa
Young Africans kunako fainali ya shirikisho. Ile iliyomtoa Young Africans fainali ni USM Alger na sio MC Alger. Hizi ni timu mbili tofauti. Kwa hiyo pia kama utakuwa hufahamu kuhusiana na swala hilo, bwana, unatakiwa kufahamu kwamba hii ni MC Alger, ile nyingine ilikuwa ni USM Alger. Bwana, cha msingi tu kwa wewe unaendelea kuifuatilia Mlacha Media kama nilivyokuambia, ni kusubscribe kama bado hujasubscribe, lakini pia unaweza pia kucomment, kulike pia na kushare. Kwenye comment pia unaweza ukatoa mawazo yako kama mfuatiliaji na mtazamaji wa Mlacha Media, alafu mimi nitafanyia kazi, au sio bana? Bwana, mpaka kufikia hapo bana, mimi